Tamatika, wananchi mnavimba. Umeonaje mchezo wa leo? Mchezo umetamatika. Nimeuona kwa jicho la furaha sana, jicho ambalo kiukweli niwaambie tu wana Yanga, bado tunaendelea kununua mechi kama ulivyo utaratibu wetu. Bado tunaendelea kununua mechi. Engineer Hersi ana fedha nyingi sana. Engineer Hersi ni mtu wa kununua mechi. Yaani Azam kwenye ubora wake full kikosi, Engineer Hersi katia hela. Yes, tutafuatilia vizuri tujue Engineer Hersi hii mechi ya leo ya dhidi ya Azam ameinunua bei gani. Kumbe huwa mnanunua? Ndio utaratibu wetu wa kununua. Kwa wale ambao hawajui, hawaheshimu mpira, wanadharau, ambao mimi naamini kwa dharau walioleta kwenye mpira, ipo siku Mwenyezi Mungu atawachoma kwenye moto wake. Wameendelea kutovesha johora kununua mechi. Na mimi naamini kwamba hii mechi Engineer Hersi amenunua. Kwa hiyo atatueleza amenunua kila goli bei gani. Bwana. Kwa hiyo kwa upande mwingine ni mechi ambayo kiukweli nitumie nafasi hii kuwapongeza benchi la ufundi, lakini pia sio benchi la ufundi tu, viongozi wetu wa Dar es Salaam Africans kwa namna ambavyo waliamua kufanya maamuzi ya kuliboresha benchi la ufundi kwa kumuongeza kocha msaidizi. Umeona bwana, ni kocha ambaye amekuja kuongeza kitu. Kiukweli siku ya leo kuanzia mwanzo wa mchezo mpaka unamalizika, yani namna ambavyo Yanga imeanza ndio Yanga ile ambayo mimi nakuaga naitamani siku zote. Nikiona imeanza vile najua hapa ni ushindi. Sababu Yanga ambayo imecheza na Azam raundi hiyo iliyomalizika, raundi ya kwanza, ni Yanga ambayo ilikuwa imeanza slow sana. Lakini kwa mchezo wa leo, yani Yanga imeanza kwa push, yani ile Yanga inaanza nginja, umeona bwana? Yani push dakika 0 tumeweka. Imo. Sio, umeelewa? Alafu watu wanatulia. Zinga, Okelo mmempa nini? Alan Okelo Starboy. Ongea taratibu asisikie. Alan Okelo? Mmempa nini? Bana huyu Alan Okelo huyu. Mtoto ana balaa naona. Kwanza Engineer Hersi. Kumleta Alan Okelo. Kwanza ujue Engineer Hersi mtu wa mpira ujue. Lakini mnatuchanganya, mmesema kumleta yeye kuleta wachezaji. Kwanza wewe ukumuona Alan Okelo, ukumuona Engineer Hersi kule? Nilimuona. Sasa wewe unaambiwaje maneno na wauni? Wani kwambie kitu kimoja. Alan Okelo kwa namna ambavyo amelitengeneza goli la Prince Dube, bado ataendelea kuwafundisha watu matumizi ya namba 10, matumizi ya kutengeneza nafasi kwenye ufungaji, namna gani assist zinafanywa. Mimi nikwambie, niwaombe tu walioko karibu na Kratos Chota Chama wamfikishie ujumbe kutoka kwa nahodha wa mashabiki. Anasema anaamini utakuwa unaendelea kumfuatilia Alan Okelo. Afikishe taarifa kwa Neo Maema, watakuwa wanaendelea kumfuatilia Alan Okelo namna gani anatengeneza magoli kwa wale ambao wanafunga. Alan Okelo anaitengeneza pasi ya kwanza kumpa Prince Dube. Angalia Dube anatoka wapi? Anakuja kuchukua mali. Diaby anamwangalia. Angalia goli la pili. Alan Okelo, Prince Dube kwenye mikimbio, Alan Okelo anafanya dharau. Anaiweka mali nyuma ya mgongo wa Diaby. Lakini Prince Dube anageuka kama mashine fulani hivi inayokoboa au inayosaga juisi. Anageuka nyuma, anachukua mali. Anaangalia Maxim pia Mzingeli yuko wapi, anamwekea. Alan Okelo asifananishwe na mtu yoyote. Nikisikia amefananishwa nitamchukulia hatua mtu kama alivyochukuliwa Wilson Huruma. Nitoe tahadhari hili lisije likatokea. Kwa hiyo tuwaambie waendelee kuja kujifunza. Lakini ukimzungumzia Prince Dube, angalia namna ambavyo anachukua pasi kutoka kwa Alan Okelo, namna alivyojiposition, ametokea wapi, amepita mbele ya macho ya Diaby, anakwenda kuchukua mali safi kwa Alan Okelo, anafunga. Angalia Prince Dube anatokea nyuma ya mgongo wa Diaby, anachukua mali nyuma yake mgongoni, anachukua mali, anakwenda anamtafutia Maxim pia anampa, anafunga. Niwaambie wa Tanzania, Selemani Mwalimu kwenda kwenye mechi ya Yanga kujifunza kwa Prince Dube ni kiasi gani anavyoassist na kufunga. Alikuwa na akili kubwa. Kumbe alikuja kujifunza. Mtu ambaye anaongoza kwa magoli kwa upachikaji katika ligi yetu ni Prince Dube. Ukiwa na goli 6, Dube ana goli 8, unakuja kujifunza ni kiasi gani Prince Dube anafunga. Kwa Selemani Mwalimu kuja pale KMC kumwangalia Prince Dube, alikuwa na akili kubwa mno. Nimpongeze sana Selemani Sele. Lakini leo nimpongeze mwalimu wa Simba. Kwa nini? Leo amekwenda kuangalia mabingwa wa nchi, amekwenda kuangalia mabingwa watarajiwa wa muungano ni kiasi gani wanacheza. Naye ni wakati wake wa kwenda naye kujifunza. Naamini wachezaji wa Simba
Neo Maema alikuwa na Ngalala na Okelo anafanya nini? Selemani Mwalimu ameendelea kuongeza ujuzi, ni kiasi gani Prince Dube anapita wapi kwenye mikimbio, na wakati gani achukue mali, akiwa hana mali ajiposition vipi? Kwa hiyo kuna vitu vingi wanatakiwa wajifunze. Sawa, Kizinga, tuanze na ipi? Tuanze na hii ya Meja au tuanze na hii ya Zanzibar? Mimi akili yangu na wanayanga wote, akili yetu wote ipo kwenye mchezo wetu wa fainali. Tunauliza swali, je, watakuja fainali au watatukimbia? Nenda kawaambie, wasipokuja kesho kwenye mchezo wa fainali ya Muungano, amini watakuwa wametukimbia. Tutakachokifanya hawatakuja kukisahau kwenye maisha yao. Akili yetu inawaza Muungano. Muungano ndo umetufanya mpaka sasa hivi tumekuwa, jamani, tunaishi vizuri. Leo hii kapteni mara baada ya hii game kumalizika, tayari najiandaa kesho kuelekea katika visiwa vya Zanzibar. Wasamee. Najiandaa kuelekea katika visiwa vya Zanzibari. Nilikuwa kwenye shughuli moja ya kuhakikisha na kisambaza Kiswahili lugha adhimu. Nilikuwa kwenye usaidizi wa kumsaidia President Engineer Harris, barozi wa lugha ya Kiswahili ndani na nje ya nchi. Kwa hiyo mara baada ya mchezo kumalizika na kwenda mimi Zanzibar kuongeza nguvu kwa mashabiki. Sasa kwa nini naenda Zanzibar? Ni kwa sababu ya muungano wetu. Tumeungana. Wazee wetu wa zamani walituunganisha pamoja. Ndio maana leo hii mimi nikitoka hapa, nikifika pale bandarini napokelewa vizuri na kwenda na ninarudi, ni kwa sababu ya muungano wetu. Kwa hiyo wana Yanga wote duniani, focus yetu ni muungano, sio vitu vingine. Mimi hiyo mechi sijui. Hiyo mechi unaoniambia nyingine mimi sijui. Siwezi kuizungumzia mechi imepelekwa kwenye uwanja ambao hauna hata viti vya kukalia. Mimi usiniambie kabisa. Kumbe mnapajua mlipopelekwa. Mimi nakwambia hivi, focus yetu sisi, ndugu mwandishi, focus yetu sisi ni muungano. Hao watu waache wenyewe. Lakini hiyo nayo inakuja. Inakuja wapi? Sisi tunawataka waje muungano. Kwa hiyo hamtoenda tarehe 3. Sisi tunawataka muungano. Kule hamtoenda. Waulize watakuja au hawaji. Watakuja tu na nyie kule mtaenda. Sisi tunataka kwanza akili yetu kwa sasa hivi. Tukuombe mwandishi, wana Yanga tuacheni, msitulize hivyo vitu. Sio vitu vyetu. Sisi tuulizeni kuhusu muungano. Hiyo nayo ipo kwenye ratiba. Sasa huko mbele huko tutajuana huko mbele. Lakini focus yetu sisi ni huu muungano ambao umetufanya mpaka sasa hivi naweza nikaenda Unguja, nikaenda Pemba, nikaenda kwa kina Mzee Musa huko Unguja, nikapata mke safi halala ntwaiba, nikapewa mke, nikaja nikaishi naye vizuri. Ni kwa sababu ya muungano wetu. Bwana, safi tu. Leo hii Damalo amekwenda kuufurahia muungano. Mara baada ya kuwa Mtanzania amekwenda kuenjoy sasa muungano, amekwenda kuona mazingira jinsi yalivyo. Nikwambie ndugu yangu, tunawataka kule na tunawataka kwao. Watakuja hawaji, na wasipokuja kawaambie wametuogopa. Kizinga, kati ya hizi mbili, kule na kwao, mnaanza na wapi? Mnaanza na wapi? Nakwambiaje? Waswahili wanasema ukikutana na wale watoto wa kike wa Kiswahili ambaye amefundwa akafundika, si umeelewa? Wale huwa wanaweza wakakuuliza unaanza kula ndo ule au unakula kwanza ndo namna gani? Si umeelewa? Yaani wanasemaje? Watakuja au waje? Yaani wanasemaje watoto wa Kiswahili wale walikuwa wanasema unaanza kula ndo ule au unakula ndo ule? Kwa mnawaambiaje? Ndio nishakwambia. Watakula ndo wale au? Sisi hapa kidume. Mimi nakwambia sisi ndo kidume. Sisi ndo mabingwa wa ardhi ya Tanzania. Sisi ndo wanaume wa hii nchi kwenye swala la mpira. Tumetangulia magetoni. Waambie mtakuja mji. Sio umeelewa? Wasipokuja nenda kawaambie wametuogopa. Wasipokuja wametuogopa. Narudia tena, wasipokuja kesho wametuogopa. Rai yangu nenda kawaambie hatumtaki Mlandege finali. Na nimuombe Engineer Harris, rais wa Dar es Salaam Africans. Lakini sio yeye tu, ni waombe vijana wangu waliotangulia kule, Baraka Yanga na Soro Yanga, nimewaona pale, Mchome Mapovu. Naomba muende mkafanya harambee kuzungumza na timu ya Mlandege.
Mlandege kesho tunawaomba wajivunje kwa namna yoyote. Tuna mtu wetu tunamtafuta. Tuna mtu wetu tunamtafuta. Yanga tumeweka adhima kumfunga Simba mara 10 mfululizo. Tumeshamba Muiza bara 7. Sio umeelewa? Na hii ya 7 ni kwa sababu tu kuna mgeni aliingilia kati mwezi wa Ramadhani. Kama sio mgeni kuingia kati. Mgeni gani huyo? Mwezi wa Ramadhani. Wanakuambia mgeni anapoingia kama mna magomvi ya ndani yaacheni kwanza mgeni asijue kama mnagombana nini. Kwa ile sare ilisababishwa na mgeni. Kwa hiyo baada ya mgeni kuondoka, sasa tunachokisema sisi, ile adhima yetu ya kumfunga mtu mara 10 iko pale pale. Tunashukuru waandaaji wa michuano ya Muungano. Tunaomba sana tafadhalini, Mlandege tuko chini ya miguu yenu. Mlandege tunawaomba tafadhalini, Mlandege kesho jivunjeni. Tunamtaka Simba wetu, tunamtaka Mai wetu. Tunaomba mtuachie jamani tafadhalini. Bado adhima yetu ya kumfunga mara 10 mfululizo tunayo, iko moyoni. Tukimpata fainali, tukienda kumpata na kule kwao kusikokuwa na viti, basi nakwambia sisi tutakuwa raha burudani. Tunajisikia raha wenyewe. Adhima yetu inakuwa inakaribia. Na afu mara baada ya hapo sasa, yana Mwenyezi Mungu walete bwana kesho. Wakija tu mbili zote tunakula. Shukrani. Asante sana.